Billnass ni moja ya waalikwa waliofika katika birthday ya Amara. Mambo? Poa, mambo. Safi, uko poa? Namshukuru Mungu. Umependeza sana. Asante sana. Billnass, hongera kwanza kwa sijui niseme ni show ile chuo kwa chuo. Nataka kujua kwanza idea ile ilitoka wapi? Kwa nini uliwaza wanachuo? Niliwaza wanafunzi kwa sababu chuo imekuwa sehemu ya maisha yangu, sehemu kubwa ya maisha yangu. Mimi nimepitia chuo cha elimu ya biashara pale CBE. Nimeanzia ngazi ya cheti, nikafanya stashahada na shahada. Kwa hiyo nimeishi chuo kwa almost miaka 7. Unaona? Kama 6. Miaka 6 sio? Kwa hiyo katika ile miaka ambayo nimekaa chuoni nimejifunza vitu vingi. Najua tabia za wanafunzi. Katika hiyo miaka pia kuna wakati tuko nakaa hostel za 7 kule, kwa naenda kujisomea chuo cha TIA. Kuna nyakati tuko naenda IFM kwa ajili ya washikaji wetu na mjini. Kwa hiyo tembea vyuo vingi, UDSM na vyuo vingine. Kwa hiyo nilifikiri kitu kuhusiana na wanachuo kwa sababu wimbo wangu wa kwanza producer alikuwa Jimmy Jize na alikuwa anasoma IFM. Kwa alinipa beat kwenye hostel za IFM kule. Na show yangu ya kwanza kulipwa nilifanya chuoni. Ilikuwa ni Career Day, alafu nikalipwa, na show yangu ya pili pia ilikuwa ni siku ya ukimwi duniani lakini chuoni pia. Kwa hiyo na historia na chuo. Nimepata vitu vingi kutoka chuoni, nimepata fan base kubwa kutoka kwa wanafunzi wa vyuo. Nikasema tuje na, kwa sababu ni mwanamuziki, nije na burudani ambayo italeta vibe, lakini chuo kwa chuo haiko kwa ajili tu ya show ama concert, bali chuo kwa chuo huwa inaanza asubuhi ambapo kuna bonanza la michezo, kuna football na michezo mingine, volleyball na michezo mingine mbalimbali. Wanafunzi kutoka kwenye hiyo michezo kunakuwa na seminar, na hii seminar ni maalum kwa ajili ya elimu ya kibiashara, elimu ya uwajibikaji, ujasiriamali, watu wanavyoenda kuajiriwa namna gani wakawe bora katika maeneo wanaenda kuwatendea kazi, wanapoamua kujiajiri namna gani wanaweza kwenda kushindana kwenye sekta ya ushindani kibiashara, na namna gani wanaweza kutumia rasilimali zilizopo katika nchi yetu kuhakikisha wanafanikisha ndoto zao. Kwa hiyo kuna semina ya wajasiriamali, tunachukua wale watu ambao wanafunza na watazama kama watu wa mifano TIA. Tulienda na mtaalamu wa mavazi Chidi Sutibega, tulienda na Kiredio online content creator ambaye anapendwa sana na wanafunzi, lakini tulienda na Dr. Jimmy ambaye ni daktari lakini pia ana clinic zake, na mimi mwenyewe kama mjasiriamali, mmiliki wa Negatronics na biashara zingine. Kwa hiyo tunaenda tunatoa elimu, tunatoa burudani, kunakuwa na michezo ambayo inaunganisha wanafunzi pamoja, lakini kubwa kabisa pia tunafanya CSR. Tunaenda kutoa misaada kwa wanafunzi wenye uhitaji, either hostel. Kuna wanafunzi ambao unaona labda ni walemavu au wanahitaji, tunaangalia kile. Kwa sasa hivi uwezo wetu ni mdogo, lakini tunapoendelea tunaongeza nguvu kutoka kwa wadau na wahisani mbalimbali kuhakikisha tunasaidia wanafunzi wengi wenye uhitaji. Alafu tunatoa vifaa vya kujisomea, vya kujifunza. Tunatoa vitu vingi. Mfano kwenye graduation kuna wanafunzi pia tunawapa mavazi kwa ajili ya siku yao ku graduate, na vitu vingine vingi ambavyo vitaacha kumbukumbu kwenye maisha ya wanafunzi. Lakini elimu ndio kubwa ambayo inatupeleka, na hiyo burudani ya usiku pia tunapeleka wasanii ambao wanafunzi wanawataka, na tunafanya burudani kubwa. Kwa hiyo chuo kwa chuo ni tofauti, lakini pia kuna talent search pia. Kuna talent, kuna kutafuta vipaji. Kwa hiyo kuna vitu vingi, vitu vingine bado hatujaanza kuvifanya, lakini viko katika hiyo scope yote ya chuo. Nikamfundisha kitu labda kwa sababu naye ameanza shule, kwa kuna muda anakuwa na homework zake, kuna muda nikimuita akakaa akatulia akafanya vile ninavyotamani afanye, nafarijika sana. Lakini pia nikiwa nimerudi kazini au kwenye majukumu yangu yote, nikifungua mlango au gate, mtoto akiona tu gari anasema daddy, na akiona nimeshuka anakimbilia kwangu, mimi inanipa faraja, kwa sababu naamini katika ulimwengu huu naye ndo kwa mimi naamini ana upendo wa kweli kwangu, kwa sababu vitu vyote vinafanyika, hakuna anachokijua, unaelewa, lakini ana upendo ule, yani au bila sababu, unaelewa, kwa sababu ni mtoto bado.
sio kusema kwamba utamfanya kupende kwa sababu fulani au fulani, lakini upendo wake unakuwa ni natural. Kwa akiona simu yangu inaita ananiletea, umeona. Dada akiwa amesave chakula anaweza akachukua sahani, ndio anavunja wakati mwingine, lakini nikimaliza anachukua yeye. Anatamani yeye kunisaidia kupeleka kwa dada, unaona. Nikiwa natafuta fungua gari ananiletea. Kwa hiyo napenda, japo anaweza kaita fungua gari tofauti, lakini anajua kama nataka, akiona nimevaa tu viatu, nimevaa, anajua nataka kutoka, kwa anaangalia funguo ile. Crown Media. Hapa ni nyumbani.